Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, karibuni katika runinga unayoipenda VJC. Natumai ubuheri wa afya mahali popote mlipo. Mtazamaji, kama ilivyokuwa ada, tumekuandalia habari nyingi, lakini kwanza tupate muhtasari wa habari. Habari za shuleni, ziara ya wageni mashuhuru. Habari za leo, siku ya wazazi yafika kwa shangwe. Karibuni habari hizo na zinginezo. Nami naitwa Zakri Kaulini. Habari za shule, ziara ya wageni mashuhuru. Fatuma anatuarifia. Habari ya shuleni, ziara ya wageni mashuhuri. Siku jana shule yetu ilipata heshima kubwa kwa kupokea wageni wa hadhi kutoka sekta mbalimbali za elimu na maendeleo ya jamii. Miongoni mwa wageni waliotembelea shule yetu ni Bwana Adan Roble, mkurugenzi wa kanda Wizara ya Elimu, Bwana George Otongo, naibu kamishna wa kaunti, Bwana Daniel K. Kioko, mkurugenzi wa kaunti wa tume ya huduma kwa walimu TSC, Bwana Muhammad Adhan Isaac, naibu mkurugenzi wa TSC wa kaunti ndogo, Bi Kaltuma Sheikh Abbas, afisa wa ukaguzi wa ubora wa elimu kaunti ndogo, Bi Sadia Abdikair, kaimu mkurugenzi wa elimu wa kaunti, Bi Shamsa Nur, mwakilishi wa mfuko wa wanawake, Bwana Ismail Hassan, mkurugenzi wa elimu wa kaunti ndogo. Lengo kuu la ziara yao lilikuwa kushirika katika kampeni ya upandaji miti shuleni kama sehemu ya juhudi za kitaifa na kuhifadhi mazingira na kuhamasisha wanafunzi kuhusu umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Wageni hawa walioelekewa kwa shangwe na nderemo na wakaungana na walimu pamoja na wanafunzi katika shughuli hiyo muhimu ya kijana, waliosifa na nidhamu ya shule na kujitolea kwa walimu na wanafunzi, huku wakihimiza kuendelea na juhudi za kujenga kizazi kinachojali mazingira na maadili na maendeleo. Ziara hii imeacha alama kubwa na kuambukisha ya kihistoria shuleni. Mche wa leo ni kivuli cha kesho. Nami ndiye mwanahabari wenu Fatuma Yusuf, Fatush Fantastic. Shukran sana. Na tukizonga mbele, habari za leo, siku ya wazazi yafika kwa shangwe. Hamdi ana maelezo zaidi. Hayawi huwa siku ya wazazi ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu, hatimaye imewadilia leo. Shule yetu imefurika furaha, bashasha na matumaini, huku wengine, wazazi, walimu na wanafunzi wakikusanyika kwa ajili ya siku hii maalum. Ni siku ya kuonyesha maendeleo ya wanafunzi na kushirikiana kwa karibu kati ya jamii na walimu. Wanafunzi wamejiandaa kwa umahiri kuwasilisha vipindi mbalimbali vya mashairi ya kuvutia, michezo ya kuingiza, kuchekesha lakini yenye mafunzo, nyimbo za kuhamasisha na wasilisho za kitaaluma zinazoidhiriwa vipaji na juhudi zao. Mkuu wa shule Bwana Gedi amesisitiza umuhimu wa nidhamu, akisema nidhamu ni msingi wa mafanikio, na leo ni fursa ya kuonyesha matunda ya nidhamu hiyo. Wazazi wamepokelewa kwa heshima kubwa na ushiriki wao wameonyesha mshikamano dhabiti wa jamii wa shule katika kuelea wanafunzi kwa njia bora. Kwa hakika leo ni siku ya
kumbukumbu, siku ya kujivunia na siku ya kuonyesha umoja wa kielezi na kijamii. Mithali ya siku: mzazi ni daraja, kupitisha mwanawe salama. Tunapenda kuwakaribisha kwa moyo wa dhati wengine wetu walikwa, wazazi wetu wapendwa, walimu na wanafunzi wote. Karibuni sana. Shule yetu ni yenu leo. Tafadhali kaeni tayari kufurahia vipindi vilivyoandaliwa kwa bidii, vipaji na mapenzi makubwa kutoka kwa wanafunzi wetu. Ni mimi mwanahabari wenu Hamdi Ibrahim Hamdi bin IB. Asante sana. Fika hapo hatuna budi ila kulivunja jamvi la taarifa letu. Shukran sana mtazamaji kwa kutazama runinga unayoipenda VJC. Na namshukuru sana wanahabari waliotusomea habari. Mtazamaji, hakuna mwanzo yasiyokuwa na mwisho. Tuungane kutabatisha habari zetu za leo papa hapa hadi juma lijalo. Tunawatakia kila la heri. Mimi naitwa Zakri Mohamud na ukipenda niite Zakri Kauleni. In front of you is a grade 5 learner ready to give you a speech entitled Education. Education plays a very important role in our life. Without education, we cannot achieve any success in life. It is the most important thing in human civilization. It gives us knowledge and lessons throughout the day. Education, it also gives us lessons in humanity. Education tells us how to think and make suitable decisions in future. Education will make you a wise and knowledgeable leader tomorrow. Education acts as an important role in today's world. Don't have any doubt in education. Work smart and work hard in class. Respect teachers, parents, neighbors and elders. Thank you. Karibu, karibu, karibu wazazi wetu, karibu, karibu, karibu wazazi wetu, karibu, karibu, karibu wazazi wetu, karibu, tunawakaribisha, karibu, tunawakaribisha, karibu. Thank you for being here. Today I would like to speak briefly about something that plays a key role in every child's growth: discipline. Discipline means following rules and behaving in proper way. It helps us stay focused on our goals and learn better. When we are disciplined, we show respect for others and ourselves. Discipline is important in school, at home, because it helps us to become responsible and successful. When school teachers and parents work to guide children with love and honesty, discipline becomes tool for building our character. Thanks for your support as parents, teachers, and our lovely guests. May God bless you. Have a nice day ahead. Thank you. Mbele yetu ni wanafunzi wa grade 4 pa. Tuko tayari kwa kariri shairi lenye mada heshima si utumwa. Karibuni. Sio utumwa, heshima, wazazi tiwe mwana. Anapokuita mama, itika kimbia sana. Baba anapokutuma, nenda epuka laana. Sio utumwa, heshima, wazazi tiwe mwana. Mwalimu na mlezi ni kama wako mzazi, anayeeleza wazi ni bora kuyamaizi. Siwe mchokozi ukaja kutoa chozi. Mwalimu na mlezi ni kama wako mzazi, rafiki yako anasema naye mikono shikana. Hata kama utahama, chunga msije kosana. Pamoja naye simama, muwe mwasaidiana. Rafiki yako anasema naye mikono shikana. Jomba naye shangazi, wawe ni wako azizi. Kwao utakula ndizi, ushibe ukabarizi. Hata ukiishi mwezi, sumbuliwa uwezi. Jomba naye shangazi, wawe ni wako azizi. Asanteni. Distinguished guests, respected head teacher, esteemed teachers, beloved parents, and my fellow students, good morning.
both an honor and a great privilege to stand before you as the president of this esteemed institution on this special occasion, Parent Day. Today is a celebration of the powerful partnership between the school and parents. A partnership that shapes the future of every student here. We gather to recognize the unwavering supports, love and sacrifices that our parents make every day, and to reflect on the opportunities our school provides us to grow into responsible and confident individuals. To our dear parents, thank you for being our first teachers, our biggest supporters, our constant sources of strength. Your presence today shows your commitment to our journey, and we're truly grateful. To our teacher and school leadership, thank you for being our guides. You have not only taught us academic but have also instilled in us values of discipline, respect and hard work. As students, Parent Day remind us to always honor those who invest in our lives. It's our responsibility to work hard, aim higher, and make everyone proud. Let us continue to work together, parents, teachers, and my students, hand in hand with one goal: to build a better tomorrow. Thank you and enjoy the rest of the day. Guests of honor, respected parents, teachers, fellow students. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for giving me this golden opportunity to stand in front of you. Today, I want to speak about dropping out of school. Dropping school is a topic that can be difficult to talk about, but it is important we understand it together. Sometimes, students face challenges, whether personal, financial, or emotional, that may continue school seem overwhelming. Dropping out may feel like the only option for some, but it is important to remember that education is a journey, not a race for parents and the students alike. Support, open communication, and understanding can help overcome obstacles. I want to encourage everyone here to work together, parents, teachers, and students, to find solutions that keep education alive, whether through traditional school or alternative paths. Together we can build a future where every student has the chance to succeed. Thank you. Mbeleni wanafunzi wa gredi ya 6A, tuko tayari kuwakariri shairi lenye mada elimu. Karibuni. Watoto jikulikeni, niwape yalo muhimu sana, yazingatieni, pia nayo ni elimu. Naomba wajibikeni, kurayana walazimu. Mnapokuwa shuleni, mwe wema kwa walimu. Ubao mfuteni na kwingi kuheshimu. Madarasa tafanyeni, usafi uweze timu. Pindi mkiwa nyumbani, wazazi wanawakimu. Osheni japo sahani na nguo ikilazimu. Nikutuma kileni, dukani mwakweke salimu. Shataba. On stage is grade 9A, ready to present a choral verse entitled The Unlawful One by M. Kagunga. Welcome. Bloodshot eyes, true incarnation of murderer. K, 4 of law-abiding citizenry. Rascal, rapist, robbing bandits, walking the highways of life, leaping where you have not planted, putting sorrow in the lives of the innocent victims of your violent circumstances, seeking to shake the very foundation of ethical living. Will you create a rotten society, or will rotten society create you? Thank you. Mbeleni ni mwanafunzi wa gredi la 5B kutoka shule ya msingi ya Volunteer, tuwaleteni shairi yenye mada elimu. Karibuni. Nakuomba Maulana, unilinde na shetani. Wanao bado kitana, wanalinda kwa nini?
Ebu acheni huni, nisije nikagombana. Nilinde usiniwinde, bado nataka kusoma. Nilindeni ni vijana, msicheki kifuani. Matiti hayana maana, basi mwage na usoni. Si usiku si mchana, kunikabana kwa nini? Nilinde usiniwinde, bado nataka kusoma.